Waislamu kama wanachaka ukweli huo, alifanya mwelewezi. Unaweza kufunga siku ile ukaenda kazini, alifanya mwelewezi. Ndio kile yako mwambie baraka wahazi. Njaa ikawa nzito, waliokuwa wanene wakaanza mkana, waliokuwa mabishi kiananga wote wamefampa, hata kama kwa ningana magaiti na fani wanatembea wamenyoka. Ndio pale wanamtafuta Elia kwenye mlima wa Karmeli, anatafuta mfalme ili auawe, aiambie mvua inyeshe tena. Sikia, tulipomaliza yule tata to shortenize this story, to shortenize, akazaa. Alipozaa akaleta kitoto kichanga mpaka nyumbani kwa mchungaji, akasema nimeleta kitoto hichi na ina sadaka yangu 1000 ni chache hizi hela. Nikamwambia maisha yako na yafahamu hizi hela ni nyingi, halafu bahati nzuri mimi sikuitwa, mimi sio mchungaji wa madini. Aliyeniachia na mchua ana utoshelevu wa kunilipa. Nikamwambia lakini hiyo sadaka yako siipokee hapa tena, panapo madhabahu tulipofanya agano. Tukatoka naye mpaka nyumba, tunatoka kwa mchungaji mpaka kwenye madhabahu, tukafika kwenye madhabahu ya kambi ya jeshi. Nikamwambia piga magoti hapa, nikainua mikono nikasema, Baba, mwaka jana majira yanayofanana haya huyu mwanamke aliwahi kupiga magoti hapa, akataka apewe dinsi. Yesterday I told you about this, the meaning of this ni mafi. Sasa Baba tukapea shauri asipewe mafi. Sasa umefungua tumbo, ameleta mtoto, ila wewe sijui kama leo Bwana kutaka. Nimepokea sadaka kwa niaba yako katika jina la Yesu. Nilieleza mengi, nikafikiri nikimaliza atasema jamani, niombee sadaka. Naongea maneno mazito. Kumbuka ana kichanga, hakukubali kumpa Yesu maisha mpaka muli leo. Mtoto akiugua anapiga simu, anasema mtumishi wa Mungu, huyu mtoto ndio madhabahu, muombee. Wachungaji wakowe, weka mkono, weka na msupika, Baba, mtoto ndio madhabahuni, mponye. Kisha anapiga simu, mtoto amekuwa mzima, akipata sio sawa, anasema twende kwa mchungaji Abeli. Wanakuja. Mungu ni mwenye huruma. Upendo wa Yesu ni wa ajabu. Upendo wa Yesu ni wa pekee. Cheo cha Baba hapana awezaye kukilinganishwa akimfai. Mwamini Yesu leo. Mwamini Yesu leo. Mwamini Yesu leo. Mwanangu sana, kama umeweka CD yako hapo upande msabahuni hapo uimbe. Umepona jehanamu mwanangu, ulikubali kuiacha. Sasa yameshakukuta, mruhusu aimbe kawimbo wakati tunasogea, wakati naimba tunasogea hapo.
watu namna hii. Niongezee sauti maiki. Umma mkubwa wa Israeli, maelfu ya watu, yuko msalabani, tumbo limefampa mkamata, yuko kwenye maombi, akihema pumzi moja, tumbo linarudi. Na baadaye alipoinua macho namna hii, akamwona mama yake, halafu akasema, mama, mama, mtazame mwanao. Wanawake mloko hapa, unasema uchungu wa ujuaye ni mzazi. Yesu akiwa chepe chepe, nyama za mwili wake zimefumuliwa, msalaba umeshindwa kuubeba, akasema, mama, mtazame mwanao, mtazame waliomfanya mwanao. Halafu akageuka akamwona ndugu yake, binamu yake Yohana, akasema, Yohana, mtunze mama yako. Kisha maliza maneno yale, akapaza sauti akasema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yaani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha hivi? Biblia inasema ghafla giza likatanda, ghafla miamba chini ikatikisika, ikapasuka, makaburi, watu waliokuwa wamekufa katika wakafufuka. Akasema, Baba, roho yangu naiweka mikononi mwako. Na Isaimu akapata roho. Leo umemkataa, leo umempokea, lakini wokovu bado unaushika kwa mkono mmoja, huku Biblia yangu inasema hamkununuliwa kwa thamani ya fedha wala dhahabu. Kima cha hela cha dhahabu kilikuwa hakina uwezo wa kununua mtu, ili lazima afe ili mnunuliwe. Halafu wewe pengine ni mwanakwaya, unaimba Yesu alikufa, ila hufikiri alikufaje? Pengine ni mhubiri kama mimi, lakini unasema Yesu alikufa, unachukulia hizi atakudai. Na yamkini mmoja wetu hapa wiki hii haimalizi, na utaona kwenye sikili, utaona hii ripoti, utaniona nikisimama mbele yako, ghafla utachanganyikiwa. Wangapi wanaamini kwamba hotuba za Mwalimu Nyerere mpaka sasa zinaishi? Tuinue mikono. Nyerere yupo au hayupo? Na mabingwa wengine duniani hotuba zao zimewekwa akiba, tunaziona. Hawa ni wanadamu walioumbwa na Mungu. Kwa hiyo Baba wa milele ana taarifa zetu zote. Utashangaa, ulikuwa kikula kule mashambani, mama umeenda kupalilia, halafu umelala na baba mmoja jirani yako mchanga, kuna ndege wako pale, hiyo miti ina uwezo kuongea. Nisikilize vizuri, nisikilize vizuri, nisikilize vizuri. Huyu Mungu ni wa ajabu. Aliponitokea mimi usiku, wakati naomba maombi, nilisikia kama kimbunga kimeng'oa bati. Nilipofungua macho hivi, nikakutana na mkono kichwani, akanichukua, tukaanza kutembea, akaniambia, sikia wewe, nimekutumia wachungaji wengi, nikutumia kwa kibarua wangu, umekataa. Unasema unataka utokewe na Mungu, nimekutokea leo. Ishara yangu kwa kulia, angalia mkono wako. Nilipoangalia wapendwa, mkono ni mkubwa zaidi ya meza. Nikalia, nikasema, mbona nimekuwa mlemavu? Akaniambia, sikia wewe, ukubwa wa mkono uona ni ishara yangu. Nimechukua nguvu zangu, nimekuwekea wewe, ili waliofungwa wewe wafungue. Na mambo mengine mengi ambayo muda hauwezi kutosha. Sasa utamkepea wapi wewe? He have all information which you gave. Makio, kumbuka nitakumbuka zote. You know this language, it is international language. Hallelujah. Amen. Nataka kusema
kitu gani? Utakuta mdaga ulioko hapa uko Kigure, hakuna anayejua, ila hiyo miti ina uhai. Kuna ndege wako juu wameamuliwa toa ushahidi. Miti ina uwezo kusikia. Mti mmoja wapo aliwendea Yesu, anataka chue tini juu yake, akakuta mti ule tini, hakuna tini. Akamwambia, wewe unaweza kaninyima tunda mimi mwana wa Mungu? Kuanzia leo hautazaa tunda kwako tena milele. Watu wakaona mti umebaki kama hivyo hivyo, akaondoka. Baada ya siku mbili akawapilisha waingia, akajifanya kama hajui kile kituko. Wakati anajipiga pale, Pita akamwambia, Rabi, nyamaza, kusimama kwanza. Huu mti umeulani juzi, angalia umenyauka kuanzia juu mpaka chini. Nini maana yake? Kumbe mpaka miti ina uwezo kusikia sauti yake. Mwanangu, hakuna eneo utafanya chochote. Wa kuwaficha ni wachungaji, watumishi ndio ambao unazini. Hata ni mwanakwaya wanakufungia ndoa, unaona mchungaji na kimkara chake chekundu, wale wanaovaa majoho, anasema nende nina amani ya Bwana, na unasema amina. Mbinguni anasema mnasalamu ese. Yaani anayesema na waliopokea mnasalamu ese ni mkome. Lakini Biblia ni mchungaji naye kama na sauti yake ameshinda ujana. Mbinguni anasema hivi, walioshinda ujana ni wakina nani? Ile minazi wazini ndio wameshinda ujana. Mchungaji anasema kumbe kuna mimba ya wiki moja. Halafu anasema kilichofungwa na Mungu mwanadamu asingetenganishe. Mbinguni anasema hivyo, mchungaji zimo. Na ndio maana sasa imefika, watumishi wa Mungu lazima tujawe nguvu ili macho yetu yaone. Funika macho. Nilijaribu kukubembeleza, nikutazamisha. Hakuna jambo ambalo unalo na si asilolijua Muumba wako, maana yeye ni baba yako. Funika macho watu wote. Kusudi ya mkutano huu ni watu kuponywa, at the first ni watu waokolewe. Maana sema yeye akusamehe dhambi na kukuponya magonjwa. Kwa jambo la kwanza, anadili na moyo wako. Funika macho watu wote. Yule anayetaka kumpa Yesu maisha, inua mkono nikubariki, halafu niondoke mahali hapa. Na iona mikono mingi, na kwa kazi hii naliitwa. Umebakia wewe na kusubiria. Inua mkono nikupatanishe na Yesu. Wakimbize mara moja mbele hapo, watu wa Mungu wajisalimishe kwa Yesu. Kimbia mara moja. Na wageni kwaya mojawapo, nafikiri wote wataimba tu. Kimbia kwaya ya kwanza kama ni kule Kazula Mimba, bali watafuata wengine. Nikimaliza tukaombea, mnaimba. Jua bado ulipo. Wale wanaotaka kuenjoy utaenjoy. Asante sana. Sogea. Pastor Veno, nisogezeni watu wa Mungu hao, wamepona jehanamu. Ni watu wema sana. Jamani, nani tena umebakia? Jana nilisema na juzi, wewe na mimi ni kama kuku waliofugwa. Mfugaji wa kuku akitaka kuchinja, hakuna anayezuia. Na kupa nafasi ya mwisho. Nani umebakia? Salenda tukati. Jisalimishe kwa Yesu aliyebaki. Karibu pastor wangu, waongoze sala ya toba. Mtanifuata kwa maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimeinua mikono yangu kwako, ishara ya kukuhitaji wewe. Nimelisikia neno lako lililonenwa na mtumishi wako, nami nimeelewa. Ndiyo Bwana. Sasa jioni ya leo ninageuka kuyaacha maisha mabaya. Ninakutazama wewe Yesu uliyeangikwa pale msalabani. Naomba unirehemu dhambi zote nilizozitenda. Nisamehe Yesu. Ninatubu kwako.
Ndiyo Bwana. Kwa jina lako Yesu. Ndiyo Bwana. Jioni ya leo ninamkataa shetani rasmi. Ndiyo Bwana. Na kazi zake zote. Ndiyo Bwana. Yesu, nakuja kwako. Ndiyo Bwana. Mimi na roho yangu. Ndiyo Bwana. Nimegeuka. Naomba unipokee Yesu. Ndiyo Bwana. Ulifute jina langu. Ndiyo Bwana. Katika kitabu cha hukumu. Ndiyo Bwana. Cha wenye dhambi. Uniandike sasa katika kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu. Ninaahidi mbele za madhabahu hii na mbele zako, Yes, Lord, na mbele za watumishi wako kwamba nitakutumikia maisha yangu yote yaliyosalia hapa duniani. Mungu, naomba unisaidie kuanzia leo. Mtume Roho wako Mtakatifu aingie ndani yangu, anisaidie kushinda. Kwa jina la Yesu naomba na kuokoka. Amen. Basi ni mikono pamoja tu, mchungaji anapoomba awabariki kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu. Ndiyo Bwana. Asante. Watu hawa ndio uliowakusudia kwa leo. Ndiyo Bwana. Na ninakiri kwamba ni wa thamani mbele zako. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Ndiyo Bwana. Tunawainua mpaka mbele ya madhabahu ya mbinguni. Ndiyo Bwana. Kwa jina la Yesu aliye hai. Ndiyo Bwana. Bwana, wakumbuke. Yes, Lord. Kuanzia sasa. Yes. Kila mikataba. Ndiyo Bwana. Na kila uwekezaji. Ndiyo Bwana. Ambao shetani aliuwekeza katika miili yao na ndani ya mioyo yao. Ndiyo Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tunaharibu hiyo mikakati. Tunaharibu hizo kazi za shetani ndani yao. Na hili ndilo lilokuleta duniani ili kuzivunja kazi za ibilisi. Kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo tunazivunja kazi za ibilisi ndani yao. Kazi za shetani ndani yao zikaharibiwe. Kila aina ya magonjwa, nguvu za giza, mapepo na mizimu haya chomoka kwa damu ya Yesu. Chomoka kwa damu ya Yesu. Kila aina ya maagano, kila aina ya mikataba inavunjika sasa. Inavunjika sasa. Hiyo mikataba inaharibiwa sasa katika jina la Yesu. Tunaatia moto wa Roho Mtakatifu ndani yao. Bwana, na kukemea shetani kuanzia sasa. Kiu ya dhambi inaharibiwa kuanzia sasa. Kiu ya ulevi, kila kiu ya ubaya wa kila aina, ulevi wa uzinzi, ulevi wa kila mambo mabaya unaharibiwa, unaharibiwa, unaharibiwa kwa damu ya Yesu. Tunaachilia neema, tunaachilia kibali, tunaachilia uweza, hiyo mamlaka ya Kristo, hiyo nguvu ya Mungu itembee ndani yako. Uweza wa Bwana upite ndani yako. Haya shetani mwachie. Pepo toka. Pepo toka. Haya mizimu ikuachie. Hizo roho za giza, hizo roho za giza, mapepo haya moto, moto unapita kuanzia kwenye mikono, kichwani, kifuani, shuka kwenye miguu. Haya shani moto, moto, fire. Katika jina la Yesu. Haya surrender. Hizo roho za giza surrender. Achomoka. Haya operation inapita. Achia watu hao. 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 Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Nguvu za giza, mapepo na chini, mizimu. Achomoka. Sema shetani. Natangaza uchomoka. Juu ya watoto wako Baba. Iko neema ambayo imehubiriwa hapa. Na hiyo neema inakuwa. Hiyo neema inakuwa. Haya moto. Moto unapita. Moto unapita. Moto wa Yesu. Moto wa Yesu. Kwa jina la Yesu. Haya mapepo. Haya panda toke. Misimu ya uwekezaji wa shetani ndani yako. Haya misimu. Achomoka. Piga kelele zote. Haya moto. Hizo roho sikuachie. Hawa chini. Chomoka. Sigwa moto. Mbele zako Mungu. Anahitaji uzima.
Pokea kufunguliwa. Pokea kufunguliwa. Kila aina ya mateso ambayo shetani amekutesa ya kuachie, uwekwe huru kuanzia sasa. Neema ya Kristo iwe juu yako na baraka za Roho Mtakatifu zikakufunika katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Tunaachilia roho ya uzima na baraka tele za Mwokozi Yesu zikawe juu yenu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Chapie Yesu makofi. Nendeni kule kanisani, mtu mmoja mwongozi. Tangazo lingine nisikie kwa makini. Wewe ambaye tangu siku ya kwanza ulipata neema ya kumpa Yesu maisha, ukaombewa mahali hapa, umeokoka, Yesu anakupenda. Sasa